Mtazamaji, tayari nimeingia katika eneo la urithi wa dunia. Hili ni eneo la Kolo hapa Kondoa, ambapo katika eneo hili ambapo nimesimama mimi kuna michoro ya kale kabisa hapa duniani, michoro iliyochorwa yapata miaka 40,000 iliyopita, michoro ya wawindaji wa kale, ambao michoro hiyo inaaminika kuwa ndio michoro bora kabisa katika bara la Afrika, ndio michoro ya kwanza na bora katika bara la Afrika. Na michoro hii ilichorwa na kabila la Wasandawe wanaopatikana katika wilaya hii ya Kondoa miaka hiyo iliyokutajia 40,000. Sifa kubwa ya michoro hii ni kwamba kuna matambiko yanaendelea hapa tokea zama zile mpaka zama za leo za karne ya 21, matambiko yanaendelea kufanyika. Na hii ndio sababu kubwa shirika la Umoja wa Mataifa UNESCO ilichagua michoro hii na kuiteua kuwa ni urithi wa dunia. Hivyo basi, dunia inaitazama michoro hii kwa macho haya mawili, kwa sababu michoro hii ni urithi wa dunia, kwa sababu inatoa kielelezo cha chimbuko la mwanadamu. Hivyo basi, katika siku ya leo ninakuletea sehemu ya kwanza ya michoro ya miambani ya Kolo Kondoa, na nipo katika michoro hii imegawanyika katika sehemu 3. Niko katika B3. B3, sehemu ya 3 hii ndio naenda kuianza kukuonesha sasa uwezi kuiona michoro hii kwa kina kabisa. Naitwa Zamadam. Hoyo, hakuna kushangaa. Hoyo. Ringo, hoyo, tajire komye. Tajire na bijukulwe. Tajire barengulae. Tajire lumbe. Hoyo. Hoyo. Ringo. Hoyo larimo molale. One fumina machumbie. Yena machumbi ya mujire. Taturire baje. Hoyo. Bira munge. Nembera mujire. One tonda mire mpase. Tajire na bayeni. Taturire bajokulwe. One riuli pengwe. Hoyo. Mtazamaji, tayari nimekwisha ingia katika mwamba wa kihistoria wenye michoro ya kale kabisa ya wawindaji wanaojulikana kuwa hawa walikuwa ni Wasandawe. Michoro hiyo ilichorwa yapata miaka 40,000 iliyopita na kutuachia historia nzuri kabisa katika nchi hii ya Tanzania. Na mimi niko hapa niweze kukuonesha vizuri kabisa historia hii ambayo ndio hasa imesababisha hata shirika la Umoja wa Mataifa UNESCO kuwa hapa ni mahala pa urithi wa dunia. Ninaye mtaalamu hapa kutoka kitengo cha mambo ya kale, kitengo cha mambo ya kale, maliasili na utalii. Kwa jina mimi naitwa Emmanuel Bwasiri, nafanya kazi Wizara ya Maliasili na Utalii, kitengo cha mambo ya kale. Ni mtaalamu katika uhifadhi wa michoro ya miambani. Na leo hii nafurahi tukiwa pamoja, nikiwa najaribu kutoa maelezo yanayohusiana na hii michoro ya miambani ya Kolo. Na ndugu watazamaji, sasa tuko katika mlima wa Kolo, ambao ni sehemu ambayo ni maarufu sana unapokuwa unatamka michoro ya miambani ya Kondoa. Eneo hili, naweza kuliangalia. Eneo hili ni maarufu kwa sababu kwanza lina michoro ya aina mbalimbali, lakini iliyo maarufu zaidi ni mapango, ni miamba mitatu ambayo wenyeji wanaita B1, B2 and B3. Lakini mahali tulipo sasa hivi inaitwa B3, au wakati mwingine wenyeji wanaita majiriri 3 au majiriri 3. Na
kikubwa zaidi katika michoro hii ya hapa, kuna wanyama, kuna picha za wanyama ambazo tutaweza kuziona hapa. Kuna wanyama. Labda kabla hujafikia kuelezea picha za wanyama, mtazamaji anataka kupata taswira ya mahala hapa. Mahala hapa pakoje hasa pakoje, yani kuko namna gani hapa? Kunaitwa ni urithi wa dunia na nini? Hebu tuelezee. Asante sana ndugu mtangazaji. Ni mwamba ambao tupo sasa hivi ni kati ya miamba ambayo inajumuisha miamba iliyoko Kondoa yenye kuwa na michoro. Hii ni sehemu pekee ambayo wananchi huwa wanafika katika eneo hili kwa njia, kwanza kuwaleta watalii wanaokuja kuangalia, ambao wenye kuonyesha nia ya kujua utamaduni wa Kondoa. Na pili, eneo hili pia wananchi wanalitumia katika matambiko. Lakini kwa sasa hivi naomba tu niwaelezee kitu gani kinapatikana katika eneo hili. Hapa tulipo ni mwamba ambao nimesha sema unaitwa mwamba wa B3. Tujinyuke sasa tuoneshe vizuri watazamaji. B3. Katika huu mwamba wa B3 kuna michoro ya aina mbalimbali, lakini inayoonekana ambayo inaweza mkaiona ni michoro ya wanyama pamoja na watu. Hapa kuna kidogo tuoneshe. Kuna wanyama kama tuna twiga ambaye yuko hapa. Alafu pia tuna swara. Unaweza usimuone kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya hewa. Tunaona hapa kuna maji yametokea na huo weupe unaojitokeza. Alafu pia tuna chui naye yuko hapa hivi. Lakini kwa umbali unaweza usiona, lakini ni baadhi tu ya wanyama ambao wako hapa. Na yawezekana walikuwepo wengi, lakini kutokana na hali ya mabadiliko ya hali ya hewa baadhi ya wanyama hawaonekani. Lakini pia tunaona picha za watu wakiwa katika shughuli mbalimbali. Ni vigumu wakati mwingine kuzielezea kuwa ni kazi gani walikuwa wanazifanya, lakini watafiti wanasema hizi ni picha ambazo zinaonyesha watu hapa. Kuna hawa, hizi ni picha za watu. Hizi hapa gusa kabisa. Kuna huyu mtu na huyu mwingine, na ukiangalia hivi hiki ni kichwa cha mtu wa kwanza na hiki ni kichwa cha mtu wa pili. Alafu pia hii hapa inayoteremka hii ni mikono yao. Kwa nyuma hapa kidogo pia unaona kuna picha ya mtu mwingine na hii pia ni picha ya mtu mwingine. Sasa kwa nini hizo picha haziko zimesimama kama ambavyo tumezoea kuona mtu amesimama? Picha hizi zinaonyesha mandhari fulani ambayo wataalamu wanasema kwamba zinaonyesha shughuli ambazo binadamu wao walikuwa wakizifanya. Na shughuli hizo wengi wanakubali kuwa zilikuwa ni shughuli ambazo zinahusiana na matambiko. Kwa mfano, wengi wanasema kwamba tunapoona kama mtu ameinama hivi, hii picha kama ameinama hivi, hayuko wima, anaonyesha ni kipindi ambacho watu walipokuwa wanacheza na kusherehekea mambo yao ya matambiko. Kwa hiyo hayuko imara. Kwa hiyo hii ni picha inayotoa taswira jinsi shughuli za matambiko zilivyokuwa zikifanyika katika hiko kipindi cha zamani. Hiki ni kipindi cha Zamadam kikukujia kutoka milima ya kale kabisa ya Kolo Kondoa Irangi, ambayo kuna michoro ya kale iliyochorwa na wawindaji wa kale kabila la Wasandawe yapata miaka 40,000 iliyopita hapa duniani. Usikose kutazama kipindi hiki cha Zamadam kila Jumanne saa 5 kamili asubuhi, na marudio kipindi hiki ni kila Ijumaa saa 7:30 mchana hapa TBC1, na Kondoa nzuri na milima yake utaiona. Zamadam. Pengine sasa michoro hii kwa kina kidogo, pengine unafikiri hao watu wa zamani za kale walipoichora michoro hii walitaka kutuachia ujumbe gani sasa sisi kizazi cha leo? Miaka 40,000 siku nyingi sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Ni vigumu kuja kusema walitaka kutuachia ujumbe gani, lakini unaweza ukasema kwamba hawa watu kipindi ambacho wanachora hii michoro lazima tukumbuke kuwa hapakuwa na daftari na ubao
au hawakuwa na kamera ya kuweka kumbukumbu kama sisi ambavyo kwa sasa hivi tunafanya. Kwa hiyo njia pekee ya kuweka kumbukumbu zao ilikuwa ni kupitia hii michoro. Na hiki ndicho kipindi ambacho tunakuja kuona kuwa ni mabadiliko makubwa yametokea katika historia ya mwanadamu. Ameanza kuwa na akili ya kuweka kumbukumbu. Sasa ana akili ya kuweka kumbukumbu, ataiwekaje? Akabuni kitu ambacho akikitengeneza kitakuwepo milele na milele. Akatengeneza hii michoro. Akiwizare na mwari mwana mulume mboya jone ulwate kongo na mutulu wijubari kuriala le mami ufanikisha kinto wiyokuri kija mwoni ya mpanga panga ya windele akifingiriri mwari no kwani mutalirong Na katika sanaa hii ya uchoraji huu ambao tunaona umetumia falsafa kubwa kabisa kwa wawindaji hao wa kale. Pengine rangi hizi ambazo tunaziona, kuna watafiti wote ambao pengine wamegundua hizi rangi za aina gani na walizitoa wapi katika maeneo haya? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa Tanzania naweza kusema hakuna tafiti zozote ambazo zimewahi kufanyika zenye kutafiti hizi rangi ni rangi gani zilitumika. Lakini kwa wataalamu tunatumia, kuna kitu cha kusema, unajaribu kuangalia tafiti nyingine ambazo zimefanyika nje ya Kondoa ambayo zenye kuonyesha michoro kama hii. Narejea baadhi ya michoro ambayo inaonekana Afrika Kusini ambayo ina rangi kama hizi ambayo ni rangi nyekundu pamoja na rangi nyingine. Utafiti uliofanyika Afrika Kusini unaonyesha kwamba hii michoro ilitengenezwa kwa kutumia, kuna mawe, tunaweza tukaita mawe, lakini yenyewe ni maraini ambayo unaweza ukayaponda ponda yakawa kama unga. Kwa kitaalamu huwa wanaita oka, na hii kwa sababu ni nyekundu wanaita red oka. Kwa hiyo hayo mawe yalikuwa yakisagwa. Baada ya kusagwa chukua mafuta ya wanyama wa porini. Hapo siwezi nikasema ni aina gani ya wanyama, lakini wanasema ni wanyama wa porini. Alafu pia wamefikia stage na kusema kuwa kulikuwapo na wanyama wadogo wanaitwa pimbi ambao mara nyingi wanapatikana kwenye hii miamba. Walikuwa wakichukua pia mkojo wake wanauchanganya. Kwa pamoja wakiponda wanatoa hiyo rangi. Na hiyo rangi sasa ndio wanaitumia kuchora. Na kwa bahati nzuri hapa Kondoa haya mawe yapo na pimbi wapo sasa, na wanyama wapo wengi katika eneo hili la Kondoa. Na tukumbuke kuwa eneo hili liko karibu sana na mbuga zetu za Swaga. Ni ujumbe gani ambao pengine hao watu wa kale waliona basi pengine tukichora hivi vizazi vinavyokuja watakuja kutukumbuka? Pengine wewe ni mtaalamu, ni kitu gani hasa unafikiri walifikiri wachore hivi alafu sisi tuweze kuja kuviona? Labda mtangazaji, kabla sijajibu swali lako, naomba labda na wewe ufikiri kwa nini unapiga picha na kwa nini unaweka kumbukumbu. Ukijiuliza hivyo wewe mwenyewe, ni sababu tosha ambayo iliwafanya hata watu wa zamani wachore hii michoro. Sasa kwa hali hiyo, hizi ni picha ambazo waliweza kuchora na kuziacha kama kumbukumbu kuwa kipindi hiki tulikuwa tunafanya kazi fulani. Na ikumbuke kuwa swala la matambiko ambalo linahusiana na hii michoro lilikuwepo, limekuja katika bara la Afrika. Hiki kitu kipo na kitaendelea kuwepo, japokuwa sasa kimekuja sasa hivi kuathiriwa na utamaduni wa dini za kigeni, ambapo sasa hivi unaanza kufutika, lakini bado wenyeji wanaamini katika hilo. Hivi sasa michoro hii inaonekana inafutika kwa kasi kubwa kutokana na pengine mabadiliko ya hali ya hewa, uharibifu wa watu ambao wanapita hapa, na vile vile kufanya michoro hii pengine iondoke mapema duniani hapa. Mnafanya jitihada gani kuhakikisha kwamba michoro hii inadumu kama ninyi kama wataalamu? Asante sana ndugu mtangazaji. Sasa hivi idara ya mambo ya kale inatumia kitu kinachoita ushirikishwaji wa wananchi, kwa sababu michoro hii mara nyingi inaharibiwa na shughuli za kila siku za mwanadamu, na hasa shughuli za kilimo,
za ufugaji. Lakini pamoja na hivyo kuna ile tunaita hali ya hewa, mvua pamoja na vumbi ambalo linaweza kuwa linatokea kutokana na watu wanapokuwa wanafanya kazi, wanapita hapa. Sasa idara inafanya nini? Idara sasa hivi inaelimisha watu kuwa unapofika kwenye ule mchoro, hakikisha kwanza hautimui vumbi karibu na lile eneo. Pili, ukifika pale usishike mchoro. Yaani wewe ukishafika hapo usishike huu mchoro hivi na mikono yako. Inaaminika kuwa mkono huo una kama kitu kama chumvi ambayo ukishika inasababisha baada ya muda inaanza kuharibika. Tatu, wanahakikisha katika hili eneo sasa usiwashe moto kwa sababu ile moshi unapofika hapa pia unasababisha hii michoro kuharibika. Kitu kingine ambacho idara inasisitiza ni kuhakikisha kuwa hakuna, unapokuja na watalii, hakikisha hakuna kumwagia maji katika hii michoro. Hali hiyo kama wote tukiwa wasikivu na tukitekeleza hayo, hii michoro itadumu kwa muda mrefu. Mtazamaji, umeweza kumuona mtaalamu wetu akisimulia kuhusiana na michoro hii ya kale kabisa katika bara letu la Afrika, ambayo ndio michoro ya kwanza katika bara la Afrika kwa ubora. Michoro hii ilichorwa na wawindaji wa kale wa kabila la Wasandawe yapata miaka 1040 iliyopita, na ndio imeletea sifa kubwa nchi hii ya Tanzania kuwa ikachaguliwa na shirika la Umoja wa Mataifa UNESCO kuwa ni urithi wa dunia. Na mahala hapa ni papekee sana. Mahala hapa ni ambapo panaonekana kizazi na kizazi kitajifunza kutokana na michoro hii ya kale. Kama tulivyosimulia kwamba ni watu wa zamani kabisa. Hawa refu hawa unavyowaona hapa, siruhusiwi kuigusa, ndio lengo la uhifadhi. Inaaminika kwamba mikono yetu hii ina chumvi au mwili wa binadamu una chumvi. Kwa hiyo unapogusa hapa unaacha ile chumvi na ile michoro inamomonyoka. Kwa hiyo uhifadhi unazingatiwa sana, na hicho ndio kimekazaniwa kwamba wananchi popote pale mnapoona vitu vya kale muweze kuvitunza, msichome moto, msiharibu mazingira, kwa sababu unapoharibu mazingira hata vitu vya kale vinapotea. Kumbuka ni kipindi tu cha Zamadam nikiwa katika michoro ya kale ya miambani hapa wilayani Kondoa, ambapo nakusimulia, na hii ni sehemu ya kwanza. Tunaendelea. Pane mutalima kutamaja tuvumye mware na rija na tuva na kongo ya musulu panga ya mulang odi telumire adina zaire na la irire bala bibi na balaba oni jovari dori muriala mware mufaku ya gari muduwa. Mtazamaji, tunaendelea na kipindi cha Zamadam nikiwa kwenye michoro ya miambani ya Kolo Kondoa, michoro mashuhuri duniani. Hii ndio michoro ya kwanza katika bara la Afrika, michoro bora kabisa, na ndio sababu pekee shirika la Umoja wa Mataifa UNESCO iliteua michoro hii kuwa ni urithi wa dunia. Sababu nyingine kwamba michoro hii matambiko bado yanafanyika katika maeneo haya ya mlima huu ambao una msitu mnene kabisa, ambayo ni hifadhi ya urithi wa dunia. Labda nikusimulia tu kwa uchache michoro hii ni kwamba kama unavyoona ni watu wa zamani walichora michoro hii. Michoro hii watu hawa warefu kabisa walifika katika maeneo haya, walikuwa wanacheza ngoma za jadi pengine, naona mtu alivyokuwa mrefu, na mwingine huyu hapa, na mwingine huyu hapa, na wengine hawa hapa, wanaonyesha kwamba walikuwa wanafanya mila zao. Na michoro hii ina umri wa miaka 1040 toka ilipochorwa na wawindaji wa kale wa kabila la Wasandawe. Hivi sasa hali ambayo inaonekana hapa ni uharibifu mkubwa unaofanywa na baadhi ya watu wasioelewa maana ya michoro hii. Umeweza kuona hapa weupe huu unaouona si weupe wa asili. Kuna mtu alifika hapa
akamega kipande cha jiwe hiki, akakimega, lakini alichukua kipande hicho kwa kudhania pengine kwa mambo ya uganga ama kwa mambo ya kwenda na yeye apate kumbukumbu, akakimega akaondoka nacho kwa siri, na huu ndio uharibifu mkubwa. Uharibifu mwingine unaotokea mahala hapa katika michoro hii ni mtiriko wa maji katika eneo hili. Maji kama unavyoona weupe huu, kuna weupe mwingine huo hapo, maji yanatirika na kufanya kama asidi fulani ambazo zinaganda katika michoro, na michoro hii inaonekana miaka ya baadaye kama hatua za dhati za kuhifadhi hazitachukuliwa, basi pengine inaweza ikatoweka michoro hii ya kale ambayo kwa kweli ni sifa kubwa kwa dunia, kwa sababu dunia nzima inatazama michoro hii ili iweze kujifunza chimbuko la mwanadamu. Tumetoka wapi, tupo wapi na tunaelekea wapi? Na hii ndio sababu kubwa mahala hapa panaitwa ni urithi wa dunia, na tunahitaji mimi na wewe tuhifadhi vitu vya kale popote pale tulipo. Usichome msitu. Unapochoma msitu unaua wanyama, unapoteza urithi huo. Ukichoma msitu kama hapa utapoteza na michoro hii, kwa sababu masizi yatasababisha sehemu hii kuharibu michoro hii. Hiki ni kipindi cha Zamadamu kikukujia kutoka milima ya kale kabisa ya Kolo, Kondoa, Irangi, ambayo kuna michoro ya kale iliyochorwa na wawindaji wa kale kabila la Wasandawe yapata miaka 40,000 iliyopita hapa duniani. Usikose kutazama kipindi hiki cha Zamadamu kila Jumanne saa 5 kamili asubuhi, na marudio ya kipindi hiki ni kila Ijumaa saa 7:30 mchana hapa TBC1, na Kondoa nzuri na milima yake utaiona. Zamadamu. Afisa utamaduni wilaya ya Kondoa, habari za Kondoa? Habari za Kondoa ni nzuri, na kama unavyoona wilaya ya Kondoa ni wilaya mojawapo ambayo kimsingi katika masuala ya utamaduni, hasa katika masuala ya michoro ya miamba, ni sehemu ambayo kimsingi inatambulika hata kidunia. Hebu tuelezee mtazamaji ambaye anatutazama hivi sasa, ambaye haifahamu Kondoa na urithi wa kitamaduni uliojaa utajiri mkubwa kabisa, ambao hata shirika la Umoja wa Mataifa UNESCO limeona liseme mahala hapa ni urithi wa dunia, kwamba dunia nzima inajifunza hapa. Pengine hebu muelezee Kondoa ikoje? Kondoa ni sehemu ambayo kimsingi tunaweza tukasema imezungukwa sana na miamba, ambayo hata ukiangalia mzunguko mzima wa wilaya yetu imezungukwa zaidi na miamba, ambayo watu wa kale zaidi walikuwa wanatumia miamba hii katika kuchora, hasa wakati wakifanya shughuli zao za uwindaji na kadhalika. Hivi sasa Kondoa ni urithi wa dunia. Ukiwa afisa utamaduni, ni mikakati gani mmefanya eneo hili la urithi wa kitamaduni kulitaasisi sasa, liingie kwenye moyo, lizunguke na damu ya wenyeji, kwamba hii ni sehemu yetu, tuitunze, tuhifadhi? Mnahifadhi vipi urithi huu? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa tunajaribu kutoa elimu kwa jamii ielewe kwamba eneo hili sasa hivi ni eneo la kihistoria na linajulikana kiulimwengu. Jamii nyingine wananchi wengine wanakosa elimu ya kujua kwamba hii ni sehemu muhimu sana, lakini tunajaribu kutoa elimu kwa jamii ili iweze kujua umuhimu wa eneo hili. Mbali na hayo, pia tunajaribu kutengeneza miundo mbinu ambayo itasaidia uhifadhi wa eneo hili. Kwa mfano, tulipoenda kwenye hifadhi hii ya kwanza ya B3, tumeona uharibifu ulivyokuwa unachukua mkondo wake, na hili tumetoa sheria kali kwamba si ruhusa mwananchi wowote kufika maeneo haya bila kupata kibali chochote. Hivyo wananchi wanatekeleza hili kwa sasa. Mtazamaji wa kipindi cha Zamadamu, bado nipo katika mlima uliojaa historia kutukuka hapa duniani. Nipo kwenye milima ya Kolo, ambapo hapa ni urithi wa dunia. Tokea mwaka 2006 sehemu hii ilichaguliwa na shirika la Umoja wa Mataifa UNESCO kuwa ni eneo la urithi wa dunia.
kutokana na kuwa na michoro mizuri kuliko yote barani Afrika. Na vile vile mila na desturi tokea zama za kale, matambiko yanafanyika tokea zama hizo mpaka leo hii. Matambiko yanafanyika katika msitu huu wa kale wa Kolo Kondoa. Na hii ndio sababu mojawapo shirika la Umoja wa Mataifa UNESCO ilichagua eneo hili kuwa ni urithi wa dunia kutokana na michoro hii iliyochorwa zaidi ya miaka 40,000 iliyopita na wawindaji wa kale wanaojulikana kwa jina la kabila la Wasandawe. Naitwa Zamadam. Hii ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, na usikose sehemu ya pili wiki ijayo, ambapo nitakupandisha mlima huu wa kale kabisa kwenda kukuletea kilinge kingine cha michoro ya kale ya watu wa kale. 1 2 3 1 2 3 isabura kidala uya isabura kidala uya mama isabura kidala na imuya kabiri ni sabura kisinga mama julangi vivinga uya mama mukari madu yawe uya wibana ni valange uya wisusu na valange uya tufumira irange ala iyo mutama tuneja ala iyo mutama tuneja kana banyu bamari kunu kwangwe uya kubo kunu kundwe uya kiti kale kunu kundwe uya mitu